Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumaliza somo letu tuliokuwa tunakumbushana kuhusu swala mbalimbali za sunna na za faradhi, inshallah kuanzia leo tutazungumzia kuhusu somo la saumu. Tunaposema saumu katika lugha, maana yake ni kujizuia na kujiepusha kufanya jambo fulani. Hii ndio maana ya saumu kilugha, na hii inapatikana dalili kutoka kwenye maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyotueleza katika Qur'an, pale alipokuwa akitueleza kisa cha Maryam binti Imran, yani mamake Isa ibn Maryam alayhi salam, pale alipokuwa amemzaa Isa na alipokuwa anarudi mjini na alipokuwa anaona kwamba atawaelezaje watu wake. Akalipokuwa anaulizwa akasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Yani hapa anazungumzia Maryam kwamba mimi nimeweka nadhiri kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba mimi sitozungumza na watu, yani atakayejibu ni huyu mtoto. Kwa hiyo hii kujizuia kuzungumza, hapa Allah anazungumzia saumu kwa maana ya kujizuia. Kwa hiyo saumu kilugha maana yake ni mtu kujizuia na jambo la aina yoyote. Lakini saumu kisheria, tunapozungumzia saumu kisheria katika Uislamu, ni mtu kujizuia kwa ajili ya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujizuia kula, kujizuia kunywa, kujizuia na vitendo vibaya, kujizuia na maneno mabaya, kujizuia na kila lile ambalo linatakiwa lizuilike kuanzia ule wakati wa alfajiri mpaka wakati wa magharibi. Hii ndiyo maana ya saumu katika sheria. Kwa hiyo hapa sisi tunazungumzia saumu ya kisheria, kwa maana mtu anayefunga kama vile tunapofahamu katika suala la kufunga. Saumu ni nguzo ya 4 katika Uislamu. Kwa hivyo tufahamu ya kwamba si jambo la khiari, kwamba mtu ana khiari ya kufunga na kutokufunga. Saumu kama ilivyokuwa swala ni wajibu kwa Muislamu kutekeleza, kwa sababu hii ni moja kati ya nguzo za Kiislamu. Na kama nguzo za Kiislamu kwa kawaida kuna kuwa katika ibada hizi za Muislamu kuna masharti yake, kuna nguzo zake, kuna wajibu wake, kuna sunna zake, kuna mambo mbalimbali ambayo yapo katika mambo haya. Katika sharti au shuruti za saumu ziko 4, japokuwa wengine wameziongezea, lakini shuruti ambazo zinafahamika za saumu ziko 4. Sharti ya kwanza ni Uislamu. Lazima mwenye kufunga awe Muislamu. Kama mtu si Muislamu, hata akifunga basi ibada yake hii haikubaliki. Na hii haimaanishi kwamba wasiokuwa Waislamu hawatakiwi kufunga, watakiwa wasilimu wafunge. Maana mtu asije akaona kwamba mimi si Muislamu kwa mimi si, hapana, watakiwa uwe Muislamu na ufunge. Lakini kwanza uwe Muislamu, kwa sababu asiyekuwa Muislamu akifanya ibada hizi Allah subhanahu wa ta'ala hamkubali ibada yake. Na hii tushaizungumza, aya hiyo tushaitaja. Sharti la pili ni baligh. Mtoto mdogo kama ilivyokuwa katika swala na katika saumu hali kadhalika, anapofunga anafunga kwa kuzoeshwa kule kufunga, anafunga kwa kuwa ni apate mazoea, na anapofunga thawabu zile mzazi anazipata. Lakini mtoto ambaye hajabaligh, huyu hawajibikiwi na swala hili la kufunga. Sharti la 4 ni kuwa na akili. Lazima mwenye kufunga awe ni mtu ambaye ana akili. Mwenda wazimu ambaye hajielewi, huyu hawajibikiwi na kufunga. Sharti la 4 ni kwa yule anayeweza na aliyewajibikiwa kufunga. Wapo watu hawawezi kufunga, wapo watu hawakuwajibikiwa kule kufunga. Kwa hiyo ikiwa mtu hayupo katika jambo hili, basi mtu huyu inakuwa ye hayumo kwenye saumu. Kwa mfano, mwanamke ambaye yuko katika siku zake, huyu hawajibikiwi na kufunga. Hawezi kusema mimi nitafunga,
hata akifunga hana anachokipata, kwa sababu yeye saumu haikumwajibikia. Mwanamke ambaye ni mzazi bado ana nifasi, huyo hawajibikiwi, na msafiri halazimikiwi na kufunga. Mtu mzima ambaye ni mzee sana hawezi kufunga. Mgonjwa ambaye huyu ni mgonjwa kiasi kwamba anaonekana hali yake hastahiki kufunga, halazimiki kujilazimisha. Anayesafiri na vitu kama hivyo. Kwa hivyo sharti la 4 ni wale watu ambao wanaweza na wamewajibikiwa katika kufunga kwao. Lakini katika saumu kuna nguzo 2. Katika saumu kuna nguzo 2 ambazo mfungaji anatakiwa azifahamu. Nguzo ya kwanza ya saumu ni nia, na ibada zote zinatanguliwa na nia, kama alivyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'mal binniyah, katika hadithi iliyopokelewa na Umar bin Khattab. Amali zote, ibada zote zinatanguliwa na nia. Lazima mtu uwe umetanguliza nia, na nia ya saumu hasa inawekwa kabla mtu hajalala. Yani usiku wewe ukilala unatakiwa ulale na nia kwa saumu ya faradhi. Saumu ya sunna unaweza ukamka asubuhi na ukafunga, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hivyo. Lakini saumu ya faradhi lazima ulale na nia kwamba mimi nafunga. Na dalili ya jambo hili lipo katika hadithi iliyopokelewa na Hafsa radhiyallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema man lam yubayyitu siyamu qabla alfajri fala siyama la. Mtu ambaye yeye hakuweka nia ya kufunga kabla ya kuingia kwa alfajiri, mtu huyu hana saumu. Kwa hiyo hakikisha ya kwamba umeweka nia yako ya kufunga kabla ya kuingia kwa alfajiri. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ya saumu ni nia. Nguzo ya pili ni kujizuia. Kujizuia na yale yote yanayoharibu saumu, tangu kuchomoza kwa jua alfajiri mpaka pale kwenye kuzama kwa jua kwa maana magharibi, uwe umejizuia. Na hii ni kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe, wakulu washrabu hatta yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimu siyam ila al-layl. Allah asema kuleni na kunyweni, kwa maana wakati wa usiku, mpaka pale kutakapokuwa kumebadilika kutoka usiku kuingia alfajiri. Baada ya hapo hakikisheni kwamba mumefunga mpaka kutakapoingia usiku. Kwa hiyo hizi ndio nguzo 2 za nia. Haya ni machache ambayo leo tumeyatanguliza katika kuizungumzia saumu. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala akituwezesha na akitupa uhai na umzima, tutaendelea kuizungumza ibada hii ya saumu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kupenda kufunga saumu za sunna na za faradhi, na Allah subhanahu wa ta'ala atuandalie malipo makubwa kutokana na ibada hii. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.